Habari mwana Azam FC, karibu tena katika kipindi chetu maridadi cha Azam FC TV, kipindi kinachokujia kila siku kama ya leo, muda kama huu, kupitia chaneli namba 1 ya michezo Azam Sports HD1 kwenye dekoda yako ya Azam TV, burudani kwa wote. Ndiye ametoa pasi. Mwana Azam FC, leo tunakuletea na kuangazia mambo mbalimbali yanayohusu soka letu, ikiwemo NBC Premier League, michuano ya kombe la CRDB Federation, pamoja na habari kubwa ya leo kuhusu nyota wetu Himidi Mao Mkami ambaye ameongeza kandarasi yake ya kuendelea kuitumikia Azam FC. Mwana Azam FC, tunaanza kipindi chetu kwa kuangalia mchezo wetu dhidi ya Mashujaa FC. Mchezo huu ulikuwa na umuhimu mkubwa kwetu, kwani ndio uliotuhakikishia kufuzu kushiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika, CAF Confederation Cup. For this game we want to take 1 point, more than 1 point. Because if we take 1 point, we are qualified for Confederation Cup. So today we achieved one of our target of the season, so I'm really happy. We are qualified for the Confederation Cup for next year. And congratulations to the players, because I think they keep the ball, they try to go forward, and we scored 2 goals in the first half time, and congratulations. The young players and also some players who don't play a lot, because we play a lot of games, so they are fit, and the other one who plays the last game in Fountain Gate were a bit tired, so it was natural to make this rotation. I think we have players who can do very well. And if it's time when I bring them in the pitch, they have to play. Today they did it, and we are happy. Kwa matokeo haya tumefanikiwa kutimiza moja malengo yetu makubwa katika msimu huu. Hivyo basi, tunautazama mchezo huu kwa jicho la kipekee kutokana na umuhimu wake katika safari yetu ya mafanikio. Kwa hiyo, wana Azam FC, tunapaswa kujipongeza kwa hatua hii muhimu tuliofikia na kuendelea kutoa ushirikiano na sapoti kwa timu yetu katika safari inayofuata. Katika mchezo huu, nyota wetu Adolfu Bitegeko alipata nafasi ya kurejea dimbani baada ya kuwa nje ya uwanja kwa kipindi fulani kutokana na majeraha. Bitegeko alikuwa ameumia katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa FC, hali iliyomlazimu kukosa mechi kadhaa. Leo baada ya kupona na kurejea katika kiwango chake, amecheza mchezo wake wa kwanza tangu apate majeraha hayo, na kwa bahati ya kipekee mchezo huo umekuwa tena dhidi ya Mashujaa FC. Ni hatua muhimu kwake binafsi na kwa timu kwa ujumla kuona akirejea uwanjani na kuendelea kutoa mchango wake kwa Azam FC. Ilikuwa mechi tough kama unavyoona, na tumekuwa tunacheza mechi mfululizo ndani ya muda mchache. Kwa physically ilikuwa ina demand kidogo, lakini tunamshukuru Mungu tumepata matokeo mazuri. Nadhani unalenga, nilikuwa mara mwisho naumia ilikuwa mwezi wa pili. Nakumbuka mwaka jana ndio mechi nilicheza na Shujaa hapa nyumbani, nilipata majeraha kidogo. So nimerudi katika game ile kwa sababu hii ndio mara ya kwanza naanza. So namshukuru Mungu. Tukukupa kitu gani? Siwezi kusema imenipa kitu kikubwa sana zaidi ya kunijaza shukrani kwa Mungu, kwa sababu ilikuwa safari sio ndogo, lakini namshukuru Mungu amenisaidia mpaka nimefika hapa. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya nyota wetu Adolfu Bitegeko baada ya mchezo kumalizika, baada ya kupitia kipindi kigumu cha majeraha na kukaa nje ya uwanja kwa muda.
Bitegeko amefanikiwa kurejea dimbani na kuanza tena kufanya kile anachokijua vizuri zaidi. Kurejea kwake katika mchezo dhidi ya Mashujaa FC ambao ndio mchezo aliopata majeraha hapo awali kunafanya simulizi yake kuwa ya kipekee zaidi. Ni ushuhuda wa uvumilivu, juhudi na imani kubwa katika kipindi chote cha kupona. Sisi kama familia ya Azam FC tunampongeza kwa hatua hii muhimu ya kurejea uwanjani na tunamtakia afya njema pamoja na mafanikio zaidi katika michezo ijayo. Karibu tena dimbani, Adolfu Bitegeko. Ukiona hela $700,000 sana. Baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Mashujaa FC, wachezaji wa Azam FC walipokea pongezi maalumu kutoka kwa mmoja wa mashabiki wakubwa wa klabu yetu, Rajeni Doshi. Doshi alionyesha furaha yake kufuatia matokeo hayo kwa kutoa zawadi ya shilingi $700,000 kwa wachezaji kama sehemu ya kutambua na kuthamini juhudi walizoonesha uwanjani. Fedha hizo zilitolewa kama motisha kwa ushindi katika michezo 3 mfululizo dhidi ya Namungo FC, Fountain Gate FC na Mashujaa FC. Nasema kila siku ahadi ni deni, na ilikuwa nishaahidi kwamba kila goli moja la ushindi $100,000. Kwa hiyo ile ushindi wa KMC ambao tulishinda 3-0, alafu ya juzi tumepiga mtu Fountain Gate Arusha 2-2, na leo tumepiga Mashujaa 2-2. Kwa jumla $700,000 kwa mechi 3 za mwisho. Kwa hiyo mimi leo nitawapa zawadi $700,000. Tunashukuru sana, amejitolea kila mechi kuweza kutupa $100,000 pale tunapofunga goli. Hata kama timu inatoa bonasi yake, lakini hii hela pia inatubusti sana wachezaji, kwa sababu tunapata wote, hata wale wasiocheza. Ni hela ya kuweka mafuta, ya kuweka vocha, tunapata kupitia hiyo hela, kwa sababu tunaenda kugawana wote, timu nzima. Kwa hiyo tunamshukuru sana, ni support, yani ni mshabiki wetu wa pekee ambaye amejitolea kwa hali na mali kutundo support. Kwa mimi na wachezaji wenzangu kwa niaba tunamshukuru, asituache, naomba aendelee hivi hivi. Mungu amjalie pale anapotoa kiweze kujaa zaidi. Hatua hiyo imeongeza hamasa kwa kikosi chetu, huku ikionyesha namna ambavyo mashabiki wa Azam FC wanaendelea kusimama pamoja na timu katika nyakati za mafanikio. Ni mfano mzuri wa mshikamano uliopo kati ya timu na mashabiki wake, ambapo ushindi wa uwanjani hauishii ndani ya dakika 90 pekee, bali unaendelea kusherekewa na kuungwa mkono hata nje ya dimba. Sapoti kama hii ni chachu muhimu ya kutufanya tuendelee kupambana na kufikia malengo makubwa zaidi. Mwanza ni miongoni mwa miji mikubwa na muhimu zaidi nchini Tanzania. Jiji hili linapatikana ukanda wa kaskazini mwa nchi, pembezoni mwa ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi barani Afrika. Mwanza hujulikana kwa jina la Rock City kutokana na miamba yake mikubwa ya asili inayopamba maeneo mbalimbali ya jiji na kulifanya kuwa na mandhari ya kipekee. Mbali na umaarufu wa miamba yake, Mwanza ni kitovu kikubwa cha shughuli za uvuvi. Ziwa Victoria limekuwa chanzo cha samaki mbalimbali watamu na wenye thamani kubwa kiuchumi, wakiwemo sangara na sato, ambao si tu wanahudumia soko la ndani bali pia usafirishwa nje ya nchi. Karibu wana Azam FC TV. Leo tunakuletea simulizi ya ushindi mkubwa na wa kihistoria uliotupatia tiketi ya kutinga fainali ya kombe la CRDB Federation Cup. Mara baada ya kikosi cha timu hiyo kuwasili jijini Mwanza kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa nusu fainali ya kombe la CRDB Federation dhidi ya Yanga Sports Club, Mgunya ameeleza kuwa kikosi kilichowasili Mwanza kipo katika hali nzuri, huku wachezaji wote wakiwa na morali ya juu
kuelekea mchezo huo muhimu. Aidha, amebainisha kuwa maandalizi ya timu yanaendelea vizuri kupitia programu ya mazoezi iliyopangwa na benchi la ufundi kabla ya siku ya mchezo. Azam FC inatarajia kutumia siku zilizobaki kukamilisha maandalizi yake na kuhakikisha kila kitu kinakuwa tayari kwa ajili ya pambano hilo kubwa litakalopigwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba, Mwanza. Mashabiki wa Azam FC wanaendelea kuwa na matumaini makubwa ya kuona timu yao ikitoa kiwango bora na kupambana kwa nguvu zote katika harakati za kusaka tiketi ya kutinga hatua ya fainali ya michuano hiyo. Kocha mkuu wa Azam FC Florent Ibenge anaingia katika mchezo huu wa nusu fainali dhidi ya Yanga Africans Sports Club akiwa na ujasiri mkubwa, maandalizi ya kutosha na kumbukumbu nzuri kutoka katika michezo mbalimbali aliyowahi kuiongoza timu yake. Amejiandaa vyema kwa pambano hilo muhimu, akiwa na lengo la kuhakikisha Azam FC inapata matokeo mazuri na kufuzu hatua inayofuata ya mashindano. Kocha huyu anatambua ubora wa Yanga Sports Club, kikosi chao imara pamoja na sapoti kubwa wanayoipata kutoka kwa mashabiki wao, lakini anaamini Azam FC ina uwezo wa kushindana na kuonesha kiwango bora uwanjani. Kwa mujibu wa maandalizi yaliyofanyika, benchi la ufundi limeweka mikakati mbalimbali itakayosaidia timu kuingia uwanjani ikiwa tayari kupambana kwa nguvu zote. Ibenge anaamini kuwa nidhamu ya mchezo, kujituma kwa wachezaji na utekelezaji mzuri wa maelekezo ya kiufundi vitakuwa miongoni mwa silaha muhimu katika kusaka ushindi. Hivyo basi, Azam FC inaingia katika mchezo huu ikiwa na ari mpya, dhamira ya ushindi na lengo la kuandika historia nyingine kwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la CRDB Federation. Awali ya yote, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu imewasili salama hii asubuhi, na timu imekuja na kikosi cha wachezaji 26. Leo tutakuwa na mazoezi na kesho tutakuwa na mazoezi. Kwa ujumla tutakuwa na session 2 kabla ya mchezo wetu wa nusu finali na Yanga. So morali, hari za wachezaji na katika idadi ya wachezaji wote ambao tumekuja nao, hali zao ziko vizuri. Kwa hiyo tuko tayari kwa mchezo wa tarehe 21 na Yanga. Kwa hiyo ni machaguzi tu ya mwalimu kwa wale ambao wamewachagua kuja katika mchezo huu, na tunajua baada ya mchezo huu tuna mchezo tena na Yanga. So pengine katika mchezo wa Yanga, Mwenyezi Mungu akibariki, mwalimu anaweza kufanya mabadiliko au tunaweza kuondoka kikosi hichi ambacho tumekuja nacho hapa. Hayo yalikuwa maneno ya meneja wa Azam FC Rashidi Mgunya. Safari ya Azam FC kuelekea kwenye mchezo huu muhimu ilianza mapema kabisa, huku wachezaji na benchi lote la ufundi wakiwa na morali ya hali ya juu. Hapa tunaliona basi la Azam FC likiondoka hotelini likiwa limewabeba mashujaa wetu kuelekea uwanja wa CCM Kirumba. Kutoka kwenye picha za juu unaweza kushuhudia mandhari ya kuvutia ya jiji la Mwanza, jiji lenye uzuri wa kipekee linalopakana na Ziwa Victoria. Basi letu linaendelea kukata mitaa ya Mwanza, huku kila mmoja ndani akiwa amejikita katika maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye pambano lililokuwa likitusubiri. Baada ya kuwasili uwanjani, maandalizi yaliendelea kama ilivyo kawaida ya timu kubwa yenye malengo makubwa. Hiki ni chumba cha kubadilishia nguo
cha Azam FC, mahali ambapo mipango yote ya mwisho huwekwa sawa kabla ya dakika 90 za vita kuanza. Ndani ya dressing room kulikuwa na hali ya furaha, umoja na kujiamini. Wachezaji walikuwa wakipeana hamasa, wakifurahia muda wao pamoja, huku wakijiandaa kiakili na kimwili kwa ajili ya mchezo huu muhimu. Mazingira haya ndiyo yanayojenga mshikamano mkubwa ndani ya timu na kuwafanya wachezaji kuingia uwanjani wakiwa na hali ya kupambana kwa ajili ya nembo ya Azam FC. Kabla ya mchezo kuanza, makomando wetu waliinuka na kuingia dimbani kwa ajili ya kukagua uwanja wa CCM Kirumba. Hii ni sehemu muhimu sana ya maandalizi ya kila mchezo, kwani wapo wachezaji nafasi ya kuzoea mazingira ya uwanja, kugundua hali ya nyasi, kutathmini maeneo mbalimbali ya kuchezea na kupata hisia halisi za dimba watakalocheza. Wakati huu unaweza kuona nyuso za utulivu na umakini kwa kila mmoja wao. Kila hatua waliochukua ilikuwa sehemu ya maandalizi ya kuhakikisha kuwa Azam FC inakuwa tayari kwa changamoto iliyokuwa mbele yao. Kadri muda ulivyokuwa unasonga kuelekea kuanza kwa mchezo, hali ya kujiamini iliendelea kuongezeka. Wachezaji wetu walikuwa tayari kutekeleza maelekezo ya benchi la ufundi na kupambana kwa nguvu zote kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Mashabiki waliokuwa wamejitokeza walikuwa na matumaini makubwa ya kuona timu yao ikitoa kiwango bora na kuwapa burudani ya kutosha ndani ya dakika zote za mchezo. Na sasa mwanachama, shabiki na mpenzi wa Azam FC, muda umefika wa kushuhudia matunda ya maandalizi yote haya, kutoka hotelini, ndani ya dressing room hadi kwenye ukaguzi wa uwanja wa CCM Kirumba. Kila hatua ilikuwa sehemu ya safari ya kuelekea mafanikio. Bila kuongeza maneno mengi zaidi, karibu ushuhudie namna ambavyo Azam FC ilicheza kwa nidhamu, ubora na hali ya ushindani mkubwa, na jinsi ambavyo tulifanikiwa kuzifumania nyavu za wapinzani wetu. Furahia mabao yetu, furahia burudani ya mchezo huu, na endelea kuwa sehemu ya familia kubwa ya Azam FC. Wanao sasa Idinaldo anaweka pembeni kumtafuta Pascal, weka cross kubwa kumtafuta Ngita, nafasi nzuri, ni Himidi Mao Mkami, ninja anaonesha uninja pale. Tazama shangilia yake inatisha, na amefunga bao la kutisha wakati wa Ashraf Kibeku anakwenda kubembea kwenye mgongo wake. Mashabiki wa Azam kutoka Dar es Salaam wanatabasamu. Idinaldo alidrive mali ile, akaachia vizuri kabisa ice cream ya strawberry. Ngita kamsetia Himidi Mao Mkami katika space, amekwenda kuchinja kwa upanga. Jigijiara mkono juu, anaelewa afanye nini. Watasco Zidane Sereli anakimbiza mwizi kimya kimya. Mwamuzi anasema amechezewa foul. Jefte Bola Kitambala inajaribu kuweka ndani kule, cheza Jigijiara, namna alivyokunjuka, hii ni hatari. Feitoto weka kona ndani kule, cheza Jigio, sikio la kufa halisikii dawa. Super sub Lamek Lawi ndani ya score sheet. Wako pungufu, hawajali, wako pungufu, wala haina noma kwao. Mbwai iwe mbwai, Lamek Lawi muuaji anaweka kamba ya pili. Azam 2 Azam 2. Bola Kitambala Jefte, wow! Yanga anafanya blanda atu. Jefte Bola Kitambala amewachezesha rumba hapa Yanga. Tazama mpira mrefu wa Lamek Lawi, 1-2, kichwa kile kimefifia cha Ibra Baka Sacha, and Jefte
amedonoa tu Dono, amedonyoa mpira kuweka bao la 3. Ni 3. Djigui Diarra na mwenzake amepotea maboya, jazi limekwenda mrama. Djigui huyu ameogelea tu akikojoa macho, mpira ukienda kambani. Katika mchezo huu wa kusisimua ulioacha historia nyingine ya burudani kwa mashabiki wa Azam FC, nyota wetu Himidi Mao alionekana kung'ara zaidi uwanjani na kujitofautisha kwa kiwango chake cha hali ya juu kutokana na mchango wake mkubwa, nidhamu na uongozi wake ndani ya uwanja. Alistahili kabisa kutangazwa kuwa mchezaji bora wa mchezo, man of the match. Kama ishara ya kuthamini ubora wake, CRDB Bank kupitia udhamini wao wa michezo walimzawadia hundi yenye thamani ya shilingi milioni 1. Tuzo hii imekuja kama heshima kubwa kwa jitihada zake binafsi, lakini pia kama motisha kwa wachezaji wengine kuendelea kupambana kwa kiwango cha juu katika kila mchezo. Mchezo ulikuwa mgumu sana. Nafikiri tumecheza na timu bora hapa Tanzania. So unaweza ukaimagine mchezo unaweza kuwa aina gani. So lakini tuliweza kustick kwenye plani yetu, hata tulipata kadi nyekundu, mwalimu alitupa plani nyingine na bado tuliweza kusimama nayo, na Mwenyezi Mungu kajalia mchezo umeisha, tumeweza kushinda. Na dedicate kwa baba yangu mzazi, kwa sababu ni siku ya baba duniani. So kwanza kwa baba yangu mzazi na mimi mwenyewe kama baba na mababa wote wa Azam FC. Na tunawashukuru sana. Wao ni part kubwa sana ya community ya Azam FC na Sports Club Azam FC. So wao ni watu muhimu sana kwetu, tunawapenda, tunawaheshimu. Pia na boss Yusuf, nafikiri jana nilimwambia tunashinda mchezo, sio na wasiwasi pia. So nafikiri yupo huko anaangalia kwenye TV, ni kwa ajili yake pia. Ushindi huu wa Azam FC umekuja wakati ambao mashabiki walikuwa wakisubiri kwa hamu kubwa. Ilikuwa ni furaha iliyosubiriwa kwa muda mrefu, na hatimaye timu yetu ikaweza kuwapa mashabiki wake kile walichokuwa wakikitamani, ushindi mnono na wa uhakika uliotufungulia njia kutinga hatua ya fainali. Ndani ya uwanja, nidhamu, mbinu na umoja wa timu vilidhihirika wazi, na matokeo yake yakawa ni ushindi uliojaa sifa na heshima kwa klabu yetu. Baada ya filimbi ya mwisho, uwanja mzima uligeuka kuwa eneo la furaha isiyo na kifani. Mashabiki wa Azam FC walionekana wakishangilia kwa nguvu, wakiimba, kucheza na kuonesha mapenzi yao ya dhati kwa timu yao. Ilikuwa ni picha kipekee ya mshikamano kati ya wachezaji na mashabiki, ambapo kila mmoja alihisi sehemu ya mafanikio haya makubwa. Mwana Azam FC, ukiwa kama shabiki wetu wa kweli na mpenda mpira wa burudani, tunakualika kwa moyo mkunjufu uendelee kuwa sehemu ya safari yetu. Ushindi huu ni mwanzo tu wa safari ndefu iliyojaa malengo makubwa na mafanikio zaidi yanayokuja mbele. Uwepo wako, sapoti yako na mapenzi yako kwa timu yetu ndiyo nguvu inayowasukuma wapambanaji wetu kila siku wanapokanyaga uwanja. Hivyo basi, mwana Azam FC, karibu sana katika mechi zetu zijazo. Endelea kuwa nasi, endelea kutupa sapoti na endelea kuwa sehemu ya historia tunayoijenga pamoja. Kikosi cha Azam FC kimewasili rasmi kisiwani Zanzibar, ardhi ya manukato, na tayari kimeanza maandalizi ya mchezo wetu muhimu wa NBC Premier League dhidi ya Yanga Sports Club. Huu ni mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka nchini, ukiwa na uzito wa kipekee kutokana na ushindani wa timu hizi mbili kubwa. Wachezaji wetu wameingia Zanzibar wakiwa na morali ya juu, umakini na dhamira kuhakikisha wanatoa kila kitu uwanjani ili kupata matokeo chanya katika pambano hili kubwa. Maandalizi rasmi ya kikosi yameanza mara moja, yakilenga kuhakikisha wachezaji wanakuwa fiti kimwili na kiakili kuelekea siku ya mchezo. Kila kikao cha mazoezi kinazingatia mbinu, nidhamu ya uchezaji na kuhakikisha timu inakuwa katika ubora wake wa juu kabisa kabla ya siku ya mtanange. Mchezo huu utapigwa siku ya Alhamis ya tarehe 24 Juni mwaka 2026 katika uwanja wa New Amani Stadium Zanzibar, majira ya saa 10 kamili jioni. Huu unatarajiwa kuwa mtanange mkali wenye mvuto wa hali ya juu, ukiwakutanisha vigogo wawili wa soka la Tanzania katika harakati za kuwania pointi muhimu za ligi. Mwana Azam FC, huu ni wakati wako wa kipekee kuwa pamoja na timu yako. Tunakualika kwa moyo mkunjufu uje kwa wingi kuishangilia Azam FC na kuwapa nguvu mashujaa wetu uwanjani. Sapoti yako
ni sehemu muhimu ya safari yetu, na uwepo wako uwanjani unaleta tofauti kubwa kwa wachezaji wetu wanapopambana kwa ajili ya nembo ya klabu yetu. Kwa nukta hii hatuna la ziada. Wana Azam FC, endelea kufuatilia katika vipindi vyetu vijavyo kwa taarifa, matukio na burudani mbalimbali kutoka ndani ya klabu yako pendwa. Muda na siku kama ya leo, endelea kuwa karibu nasi ili usikose chochote kinachoendelea katika safari yetu ya ushindani na mafanikio. Kumbuka daima, Azam FC, timu bora, bidhaa bora.